Hujambo na karibu katika Sauti ya Rhapsody. Tafakari ya neno la Mungu inakujia kila siku ambayo inasambazwa kote duniani ikiwa imeandaliwa na mchungaji Chris. Sauti ya Rhapsody inatoka kwenye Rhapsody ya Uhakika. Rhapsody ya Uhakika ni tafakari ya neno la Mungu ambayo imetafsiriwa kwa lugha zaidi ya 8123. Alafu kuna lugha zinaongezeka, lakini pia kuna lugha za makabila ama dialects. Lugha za makabila kama zaidi ya elfu nne zinazungumzwa, zina watu wanashirikishwa tafakari ya neno la Mungu. Na jina langu Zawadi, na kutana nawe katika tafakari kama ambavyo nilikuahidi kipindi kilichopita kwamba nitashirikiana nawe kwa njia ya video, kukuletea tafakari ya neno la Mungu. Si muda mrefu, lakini bila shaka kwamba utaweza kufuatana nami. Natoa credit, tafakari ya neno la Mungu au za neno la Mungu zinaandaliwa na mchungaji Chris. Mchungaji Chris ni mtu wa Mungu ambaye amegusa maisha ya watu wengi, amebadilisha maisha ya wengi kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Na wiki iliyopita tu tumekuwa na maombezi kwa wagonjwa. Amekuwa akiombea wagonjwa na watu wengi wamepata kupona. Kwa hiyo kuna Rhapsody ya Uhakika ambayo inakujia kwa njia ya kitabu, na pia kuna jarida la uponyaji. Jarida la uponyaji kwa mataifa ambao pia kuna shuhuda mle ndani, kuna neno la Mungu mle ndani. Vitabu hivi viwili ama njia hizi mbili, tafakari ya neno la Mungu, Rhapsody ya Uhakika, na jarida la uponyaji kwa mataifa, imekuwa ni chanzo cha mabadiliko ya maisha ya watu, kwa sababu kuna watu ambao wameponywa, kuna watu ambao wamebarikiwa katika maisha yao yamebadilika, kuna wale ambao walikuwa wamekufa. Nisikize kwa makini, kuna walikuwa wamekufa lakini wakarudi kuwa wazima, kuwa hai tena walipokutana ama walipoombewa ama walipoguswa na Rhapsody ya Uhakika au jarida la uponyaji kwa mataifa. Sasa unawezekana usiniamini, ni sawa kabisa, kwa sababu imani kila mtu anayo, lakini anaamua kuamini ama kutokuamini. Ila nitakushauri tu, kama utaka kujifunza zaidi, kujua zaidi, basi unaweza ukafuatilia jarida la uponyaji kwa mataifa ama Healing to the Nations, alafu Rhapsody ya Uhakika ama Rhapsody of Realities kwa Kiingereza. Hivi vitabu viwili vimekuwa na msaada mkubwa katika maisha ya watu, si tu kuwasaidia katika maisha ya kiroho, lakini pia katika maisha ya kawaida ya kila siku. Sasa ujumbe wa leo kutoka kwa mchungaji Chris, tunajifunza, unasema Mungu anakupenda kipekee. Mungu anakupenda kipekee. Mstari wa msingi ambao tunao unatoka kwenye Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Huu mstari tunaufahamu sana, wengi tunaufahamu mstari. Unasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohana 3 mstari wa 16. Nafikiri kama umekuwa ukijifunza, umeusikia kila mahali unasema mstari ni mstari wenye nguvu sana katika mingi iliyo ndani ya neno la Mungu kwenye Biblia. Sasa mchungaji Chris anafafanua tafakari ya leo kwa kusema Mungu anampenda kila mtu. Biblia inasema aliupenda ulimwengu, watu, na akamtuma Yesu mwanawe kuwaokoa kutoka katika dhambi zao. Kwa hiyo Mungu ni upendo na anawapenda wanadamu wote. Hata hivyo, kutoka katika maandiko tunaona pia kwamba kuna watu Mungu anawapenda kipekee. Sijui kama ulikuwa unalijua hilo. Kuna watu Mungu anawapenda kipekee. Ukimwangalia Sulemani kwa mfano, Sulemani ni mfano. Alipozaliwa, Biblia inatuambia kwamba Bwana alimpenda. Ukirejea Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 24. Hasa hapa anasema hii ilikuwa ni ya kipekee. Bwana Yesu pia alimpenda Yohana kipekee. Yohana, kwa maana katika wale wanafunzi wa Bwana Yesu kulikuwa na Yohana. Alimpenda kipekee. Yohana alilijua hilo sana, hadi alijiita ni mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda.
Mwanafunzi ambaye Bwana Yesu alimpenda. Kijana mmoja tajiri aliyekuwa mtawala ambaye alikuja kumuuliza Yesu maswali pia ni mfano mwingine. Biblia inasema Yesu alimpenda. Ni kweli, vile sema Bwana akamtazama akampenda. Je, unajua kwamba wewe pia unaweza kutembea katika upendo huu maalum? Unajua kwamba wewe unaweza kutembea katika upendo huu maalum? Hakika, hiyo ndio sababu ya Mungu, au ndio shauku kuu ya Mungu kwako. Kumbuka andiko katika Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 14. Na mstari wa 14, Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 14, hapa Biblia inasema hivi: neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Amina. Huyu ni Paulo alikuwa anazungumza na kanisa la Wakorintho. Na pengine nimeweka kituo hapo kwanza kwa maelezo ya mchungaji Chris, nimeweka kituo nizungumze nawe kwamba tunaisema isala mara nyingi sana. Tunasema tufunge kwa neema. Tunasema tufunge kwa neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Sasa hapa mtu wa Mungu mchungaji Kristo anasema upendo wa Mungu hapa unamaanisha kwamba ni Mungu katika kukupenda wewe. Mungu katika kukupenda wewe. Na Mungu anapokupenda, yeye hupenda kupitia wewe. Haleluya. Hiyo ni moja ya ishara kwamba upendo wake umeelekezwa kwako. Upendo huo utenda kazi kupitia wewe kwenda kwa wengine. Naweka kituo hapo kwanza. Utakumbuka katika video yangu ya awali ya ufunguzi nilikwambia kwamba nitashirikiana na wewe upendo wa Mungu, si kwa maana ya hukumu, kwa sababu unajua huko kwenye mitaa kila mahali usipo utakwenda motoni na hivi na hivi. Huu sio wakati wa hukumu. Huu ni wakati wa neema. Na neema ya Mungu na upendo wa Mungu umemiminwa kote duniani. Kwa nini? Kwamba Mungu ametupenda, anatuita kwake kupitia mwanawe. Matokeo ya hukumu ni baadaye. Saa hizi tunakubaliana kwamba ni wakati wa upendo. Sasa hapa tunaambiwa kwamba upendo huo hutenda kazi kupitia wewe kwenda kwa wengine. Kwa Mungu unapopokea upendo wa Mungu, upendo wake ule unaanza kutenda kazi ndani yako kuwafikia watu wengine. Bila shaka ndivyo ninavyofanya. Haleluya. Sasa hapa mchungaji Kristo anaendelea kusema kwamba hilo ndilo tunalolipata kutoka kwa Sulemani, kwamba Bwana alimpenda sana naye akawapenda watu. Upendo wa Mungu ulifanya kazi kupitia yeye ili kuwapenda wengine. Haleluya. Kwa sababu aliwapenda watu, aliwafanikisha kadri yeye alivyofanikiwa. Ustawi wa Sulemani, Biblia na maelezo ya mchungaji Kristo akasema, ustawi wa Sulemani ulifunuliwa kupitia wengine katika ufalme wake. Tunamfahamu Sulemani vizuri sana. Solomon tunamfahamu vizuri sana kwa sababu Biblia inatuambia kwamba Mungu alimpa hekima ambayo hakuna mwanadamu mwingine aliweza kupewa hekima kama hiyo. Ndio maana Israeli ilikuwa na mafanikio makubwa katika nyakati zake zile. Hakukuwa na umaskini. Dhahabu ilikuwa kwa wingi kila mahali. Na fedha haikuthaminiwa wakati wa utawala wake. Yaani fedha ilikuwa kama mavumbi. Fedha kama mavumbi. Sasa mchungaji Kristo anatuambia hapa kwamba Mungu anakupenda kipekee, na hii inakufanya uwe njia ya upendo na baraka zake kwa wengine. Fanya uamuzi leo kutembea katika ukweli huu. Umekuwa mkono wake, umekuwa mkono wenye nguvu wa Mungu kwa wengine. Kila mahali unapokwenda, acha upendo wake uende pamoja nawe. Watu wanapokutana nawe, acha wajifunze kuhusu upendo wa Mungu kadiri unavyojidhihirisha kupitia kwako katika kuwapenda. Haleluya. Hii nimeipenda sana. Sasa tufanye sala ama maombi. Haya maombi tufanye pamoja. Utasema baada yangu haya maombi kwa sababu yanaendana na kile tulichojifunza kulingana na tafakari ya leo. Sema: mpendwa Baba, nakushukuru kwa upendo wako wa kipekee. Ninaishi kila siku katika ufahamu wa upendo wako. Na mimi ni njia na mkondo wa upendo huo kwa wengine. Upendo wako unaonyeshwa kwa kupitia mimi.
ukileta mabadiliko katika maisha ya wengine na baraka, na kuwagusa wengine kila mahali ninapokwenda, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Naam, hii ndio tafakari yetu leo. Alafu kunakuwa kwenye hiyo tafakari, kwenye Rhapsody ya Uhakika, kunakuwa na masomo ya ziada au masomo zaidi. Sasa masomo zaidi kulingana na somo la leo tunapata kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Hapa mstari huu unatuambia kwamba bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Alafu tuna Waefeso sura ya 3 mstari wa 17 hadi wa 19. Hapa Biblia inatuambia kwamba Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kuujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Haleluya. Na katika ile Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16, hapa Biblia inatuambia nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Haleluya. Tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na tumeliamini hilo pendo. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na tumeliamini. Kwa hiyo Mungu hukaa ndani yake yule mtu ambaye anakaa katika pendo la Mungu. Mwanzoni hapa nilikuambia kwamba tunachokifanya hapa, sikuletei hukumu hata kidogo. Sikuletei hukumu kwa sababu Bwana Yesu hakuja kuhukumu. Alipokuja alikuwa na wanafunzi wake, kwanza watatu wakiwapenda sana, wa karibu. Hapa tunaambia habari jinsi Bwana alipokuwa anawapenda watu watatu, Petro, Yohana na Yakobo. Alafu akawa nao 12. Wote walikuwa wanafunzi wake, wote 12. Halafu akawa na wengine 70. Wakati anapaa mbinguni akawa na 120 ambao walikaa katika chumba cha juu Yerusalemu wakisubiri ahadi ya Roho Mtakatifu. Na kuanzia wale basi, kumbuka Petro baada ya kujazwa Roho Mtakatifu akawa ndio wa kwanza kuhubiri. Alipohubiri watu 3000 wakaokoka. Baadaye watu wakawa wanaongezeka 5000, wengine 7000, alafu makutano, alafu umati wa watu wengi ukawa unaokoka. Nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa akiwaongoza na kufanya kazi ndani yao. Ndio maana hapa mtu wa Mungu anatufundisha kusema kwamba tumependwa kipekee. Kama unaupokea huu upendo, kwa maana hiyo kwamba Mungu aliye ndani yako atakusaidia kuwapenda wengine. Hii lazima ujifunze vizuri kabisa, kwa sababu asipokufundisha yeye kupenda, huwezi kumpenda mtu yeyote. Watu wanafanya vitu vingi. Utajiuliza, amenifanyia hiki na hiki, amenifanyia hiki na hiki. Mimi sizungumzi naye tena, wala sikiliza nikwambie, hutakiwi kuwa na kifundo au mafundo ndani ya moyo. Moyo wako unakutosha wewe, ndivyo aliokupa Mungu. Usiingize vitu vingine. Biblia inatuambia tuwapende watu wote. Mungu aliupenda ulimwengu, akawapenda watu. Ndio maana hapa sisi tunaambiwa kwamba na sisi Mungu anatutumia kuweza kuwapenda watu wengine. Na kwa maana hiyo basi, kwa kuwa Mungu anakupenda kipekee, chukua muda, kaa tafakari sana, Mungu ananipenda kipekee. Sio usome tu, sio usikie tu, hapana. Mungu ananipenda kipekee. Mungu ananipenda kipekee, na kwa sababu ananipenda kipekee, mimi pia natumia upendo huu kuwapenda watu wengine. Haleluya. Naam, sasa kwa kumalizia, maana sitaki kukuweka sana. Kwa kumalizia ni kukaribishe kwa Bwana Yesu. Na kwa nini nakukaribisha kwa Bwana Yesu? Ni muhimu sana. Kuna watu ambao wameamini, wanamwamini Yesu Kristo, wanajua ni mwana wa Mungu, wanajua alikufa msalabani na hayo yote bila kujali dini. Ndio maana nikakwambia mwanzoni, sikuletee dini, nakuletea habari njema, na habari njema ni wokovu. Wokovu ni nguvu ya Mungu iletao uzima, iletao wokovu. Injili ni habari njema, uzima, wokovu kwa kila anayeamini, kwa Myahudi kwanza na mataifa mengine. Wanaposema Myunani, na maana mataifa mengine yote ambayo si Wayahudi. Kwa hiyo Mungu ametupenda sisi sote. Ni kitu kimoja kupendwa, ni kitu kingine kupokea upendo, na ni kitu kingine kuitikia upendo. Kwa sababu unaweza kujua naye nampenda yeye, ndio unajua ananipenda, lakini umesema kitu Kiingereza umerespond
Umekubaliana? Umeitikia? Sasa kuitikia upendo wa Mungu ni pamoja na hivi: useme hii sala ya wokovu baada yangu, nawe utafanyika mwana wa Mungu. Sema: O Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu Kristo. Ninamwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba alikufa kwa ajili yangu na Mungu alinifufua kutoka kwa wafu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo yu hai leo. Na ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia leo hii. Katika yeye na katika jina lake ninao uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuiokoa roho yangu. Mimi sasa ni mwana wa Mungu aliye hai. Naam. Haleluya. Kama umesema sala hii kwa sauti, usikae kimya useme nimeshaomba. Hapana, lazima uzungumze. Umesema sala hii kwa sauti, na nataka tu nikuhakikishie kwamba Mungu Baba aliye hai amekusikia, na karibu katika ufalme wa Mungu. Karibu katika familia ya watoto wa Mungu. Unataka kukua zaidi kiroho, una maswali, unataka maombezi, una jambo unataka kulifahamu, usisite kuniandikia kwenye comments hapo, au unaweza kuniandikia ujumbe. Nambari yangu zetu ni ofisi kwamba alama kujumlisha 255 766 444 Mungu Baba alizifanya mbingu na nchi akubariki. Tukutane tena katika toleo lingine la tafakari ya neno la Mungu, sauti ya Rhapsody. Zawadi Machibia mtandaoni. Ubarikiwe.